Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Vita vinavyoendelea huko nchini Sudan vinadaiwa pia vinachochewa na mataifa ya nje. Uingereza pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu zinatajwa moja kati ya mataifa yaliyo nje ya Sudan ambapo yanayochochea vita hivyo. Hata hivyo, uchambuzi wa vyombo vya habari vya kimataifa tukianzia na gazeti la The Guardian la nchini Uingereza limeangazia kile kinachoeleza kuwa athari za kujihusisha kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja kwa taifa la Uingereza katika mzozo huo kwa kutupia jicho zana za kijeshi zilizotengenezwa na Uingereza ambazo zimepatikana katika maeneo ya vita. Gazeti hilo linasema kwamba nyaraka zilizowasilishwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa kugunduliwa kwa mifumo ya mafunzo ya silaha ndogo zilizotengenezwa huko Wales pamoja na injini za Uingereza zinazotumiwa na Umoja wa Falme za Kiarabu, magari ya kivita yaliyopatikana na wachunguzi kutoka maeneo Rapid Support Forces huko Khartoum na Omdurman. Gazeti la The Guardian limeeleza kuwa ushahidi huu unaibua maswali mapya kuhusu mauzo ya silaha za Uingereza kwa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ambayo inakabiliwa na shutuma za kusambaza silaha kwa vikosi vya wasi wa RSF licha ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa vya silaha kwa pande zote zinazozozana nchini Sudan. Nyaraka zilizopatikana pia zinaonyesha kuwa serikali ya Uingereza iliendelea kutoa leseni za wazi, yaani taarifa za kisheria inayotoa ruhusa kwa umma kupata, kutumia tena na kushirikisha kazi bila vizuizi vya kusafirisha silaha hata baada ya Baraza la Usalama kuonya kwamba zinaweza kuelekezwa Sudan. Leseni hizi huruhusu mauzo ya nje bila vikwazo vikali kwenye eneo la mwisho. Gazeti hilo limenukuu wataalamu wa ufuatiliaji wa biashara wa silaha wakisema kuwa sheria za Uingereza zinaitaka serikali kusitisha usafirishaji wowote wa silaha iwapo kuna hatari ya wazi kwamba silaha hizo zitatumika kufanya ukiukwaji mkubwa, wakisema kwamba rekodi ya Umoja wa Falme za Kiarabu wa kuhamisha silaha kwenye maeneo yenye mizozo kama vile Libya na Yemen ilipaswa kuwa ilichochea Uingereza kukagua leseni hizi mapema. Mashirika ya Sudan nchini Uingereza yametaka uchunguzi huru ufanyike ili kubaini jinsi silaha hizo zilivyofika nchini Sudan na kuonya kuhusu ushirikiano usiokuwa wa moja kwa moja ambao unazidisha mateso kwa raia nchini humo. Serikali ya Uingereza ilihakikisha gazeti hilo kwamba mfumo wake wa kudhibiti usafirishaji wa silaha ni miongoni mwa mifumo mikali na ya wazi zaidi duniani, huku Umoja wa Falme za Kiarabu ukikanusha tena kutoa msaada wowote wa kijeshi kwa vikosi vya Rapid Support Forces. Huku majanga nchini Sudan yakizidi kuongezeka na mataifa yenye nguvu ya kimataifa kuhusika katika kuchochea mzozo huo, maswali kwa mara nyingine tena yanagonga vichwa vya watu. Je, ni kwa kiasi gani sera za Marekani katika miongo kadhaa zimechangia kuzunguka au kuendeleza migogoro katika Mashariki ya Kati? Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umekuwa ukishitumiwa mara kwa mara kwa kutoa msaada wa kijeshi na kifedha kwa wanajeshi wa RSF katika vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Sudan, mashtaka ambayo UAE imeyakanusha vikali. Maelezo muhimu ya mashtaka ni ugavi wa silaha. Mashirika ya kijasusi ya Marekani, wataalamu wa Umoja wa Mataifa na mashirika ya haki za kibinadamu yanaripoti kwamba UAE imesambaza silaha za hali ya juu zikiwemo ndege zisizokuwa na rubani, bunduki nzito na mizinga kwa kundi la RSF kupitia vituo vya usafiri katika nchi jirani kama vile Chad, Libya, Sudan Kusini na Uganda. Wabunge wa Marekani wamepata tuhuma hizi kuwa za kuaminika na kutishia kuzuia uuzaji wa silaha kwa UAE. Kutokana na hilo, usaidizi wa kifedha pamoja na vifaa. Falme za Kiarabu ni kitovu kikuu cha dhahabu kutoka kwa migodi inayodhibitiwa na RSF nchini Sudan, biashara inayokadiriwa kuwa ya mabilioni na chanzo muhimu cha mapato kwa wanamgambo hao. Ripoti pia zinaonyesha UAE imetumia ushawishi wake kuwezesha kuajiri na kutumwa kwa mamluki wakiwemo raia wa Colombia kupigania RSF. Kesi katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ mnamo Machi mwaka 2025, serikali ya Sudan ilishirikiana na jeshi la Sudan SAF iliwasilisha kesi dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu katika mahakama ya ICJ ikishutumu kuhusika katika mauaji ya halaiki kilenga haswa jamii ya Masalit wasio Waarabu huko Darfur nchini Sudan Magharibi. ICJ ilitupilia mbali kesi hiyo Mei mwaka 2025 ikisema haina mamlaka, lakini shutuma hizo zina uzito mkubwa wa kisiasa. Wachambuzi wanapendekeza uungwaji mkono wa UAE unatokana na mkanganyiko wa maslahi ya kiuchumi, kulinda upatikanaji wa dhahabu,
malengo ya kijiografia na kisiasa na kukadiria uwezo katika ukanda wa Bahari Nyekundu na nia ya kukabiliana na ushawishi wa Kiislamu katika eneo hilo ambalo UAE inaona kama tishio. UAE ilikuwa na uhusiano mkubwa na kamanda wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo Hemeti baada ya kutuma wanajeshi wa RSF kupigana pamoja na vikosi vya Imarati nchini Yemen. Majibu ya Umoja wa Falme za Kiarabu umeeleza kwamba umekanusha shutuma zote za kutoa msaada wa kijeshi kwa aidha pande zote zinazopigana tangu mzozo ulipoanza Aprili mwaka 2023. Maafisa wa Imarati wametaja madai hayo kuwa kampeni iliyoratibiwa ya kutoa taarifa potofu na mshituko wa kijinga wa usambazaji wa taarifa unaotolewa na jeshi la serikali ili kuachana na ukatili wao wenyewe ulioandikwa na kuzuia juhudi za amani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.